Kwa majina ni Benson Macharia ambaye ni mwenyekiti wa marafiki wa ugatuzi katika kaunti yetu ya Nakuru. Kazi yetu kubwa ikiwa ni kuangalia masuala ya ni yapi yamefanyika, na pia baada ya hapo tunarudi tunaangalia, je, sisi kama wana ugatuzi ni changamoto gani ambazo tuko nazo. Na hii kazi tumefanya kutoka 2013 wakati tulianza na serikali ya kwanza ya ugatuzi katika kaunti ya Nakuru. Na tumekuwa tukifuatilia zile serikali vile ambavyo zimekuwa zikifanya kazi, na tumeweza kufikia mpaka mahali ambapo sasa leo hii tumefika. Tunaweza kusema sisi kama Nakuru County kweli tumefika hapa ama tujafika hapa. Lakini kwa siku ya leo katika studio hizi za Manoti TV ningependa kusema jambo moja, ya kwamba ya kwanza kabisa wakati tulipoanza ugatuzi ilikuwa itoe maneno kutoka Nairobi, tuletewe Nakuru County, tupange maendeleo yetu, tuweze kuwa na mipango kamili kutoka ward zetu zote 55. Kutoka kule Kiptororo, kwenda Mai Mahiu, kurudi mpaka kule Waseges na kwenda mpaka kule Tipis. Na tulijua ya kwamba at the end of the day tukishaingia kwa kaunti zetu, zile ward tutaweza kuzipangia kila mwaka, na tutakuwa tukitumika vitu ambazo zinaweza kutuongoza, ili wale ambao tumechagua kutoka governor turudi tuende kwa MCA wetu. Tuko na MCA wetu kule mashinani ambao ndio wanaongoza serikali ya kaunti. Governor alikuwa kuja na mawaziri na ma chief officers na wale madirectors ambao walikuwa ni technical persons ambao wamekuwa na uzoefu ambao wako katika serikali yetu ya kaunti, ndio wale ambao wangekuwa wakifanya kazi ya maana kuhakikisha ya kwamba wameweza kusaidia kaunti yetu. Kutoka pale tumekuja tukaona ya kwamba tulipoingia katika hii serikali ya tatu ya ugatuzi, sisi kama wana ugatuzi kufikia sasa hivi leo tumechanganyikiwa. Hatujui kama tunaenda Nairobi, hatujui kama hii Nakuru County ni Trans Nzoia County ama hapa ni Mombasa County. Kwa sababu gani? Ya pili pia hatujajua ya kwamba kama Nakuru County ni county kama zile zingine ambayo inapata mgao wa fedha kama zile zingine, ama hii Nakuru County yetu ambayo tunasema ni Nakuru County ni department ama ni sehemu moja ya national government. Kwa nini ninasema hivyo? Kulikuja mtu mmoja katika kaunti yetu ambaye Governor Susan Kihika aliweza kumpatia kazi, mtu ambaye anaitwa Samuel Mwangi Mwaura. Huyo mtu ameingia hapa kama county secretary wa Nakuru. Na hiyo shida ambayo yote tumekuja hapa Nakuru tumekuwa tukiweka system kutoka 2013, tumekuja mpaka the second government ya Lee Kinyanjui. Sasa hii wakati tulipoingia tukachanganyikiwa, kwa sababu huyu jamaa alipoingia alifanya kitu inaitwa centralization of power, ya kwamba kutoka ward zetu zote 55 na sub-county zetu zote 11 haziwezi kufanya kazi bila yeye kusema. Na si mara moja na si mara mbili nimerudia. Nimesema ya kwamba saa hizi hata barua ya kusongesha fence kule Mai Mahiu lazima huyu jamaa andike. Wewe ukiwa wewe ni waziri, hata ukiwa Nairobi lazima umpigie simu muombe ruhusa pasi kupitia protocol ambazo sisi wenyewe tunajua zinafaa kuwekwa katika kaunti yetu ya Nakuru. Sisi vile ambavyo maward admin walikuwa nafanya kazi, wanakuja wanasaidiwa na sub county administrator, wanakuja na sub county administrator. Huyu jamaa alikuja kwanza akawangoa, na hao watu wengi wao walienda nyumbani. Kwanza alifanya nini? Ukienda kule kwa ward vile nimekuwa nikisema, Mwaura alichukua magari yote akalete kwa headquarter. Hiyo magari ndio inatumika kisiasa sasa. Unakuja unakuta wale CEO wengine wa ma chief officer, unakuta chief officer ako na gari 4. Unajiuliza gari 4 ni za nini? Na huko mashinani, kama juzi nimekutana na ward administrator mmoja kule Njoro, ameanguka, amewekwa kwa ambulance, anapelekwa hospitali. Na hilo jambo likanistua, nikajiuliza kwa nini? Kwa sababu wamenyang'anywa magari. Na hii kazi yote imefanywa kwa sababu ugatuzi umepunguzwa kuwa ya kwamba si ugatuzi tena. Tukienda katika sub county, make sure hakuna pesa inaenda huko. Kwa hivyo ni kumaanisha wale ambao tuna deal nao katika sub county zetu, Mwaura amechukua pesa ameweka kwa ofisi yake na kila kitu inafanywa kwa ofisi yake. Na sisi tuko na hiyo habari mpaka leo hii. Tunakutana na maward admin, sub county administrator wanatumia gari zao kwa magari juko, hawana mpaka hata kitu ya kuweza kufanya chochote. Sisi tunajaribu kusema kitu moja. Serikali ya kaunti ya Nakuru
ikiongozwa na Susan Kihika, lazima ujue na kwamba Nakuru County lazima, na si tafadhali, lazima iongozwe na katiba 2010 Constitution of Kenya, lazima iongozwe na County Government Act of 2012 ambayo ndio sheria ambayo imeweza kumanage counties zetu zote. Hizo ndio zinalete vile counties zitafanya kazi, vile tutachagua watu, vile tutafanya kazi, na ni akina nani na ni nani ambaye anafaa kuchaguliwa katika kila position. Alafu tuko na Public Finance Management Act ambaye ni sheria ambayo inatumika kuongoza vile fedha zitatumika katika kaunti yetu ya Nakuru. Lakini je, Mwaura anatambua hayo? Mwaura hatambui. Na ndio sisi wengine wana ugatuzi tukikaa tukiangalia Nakuru yetu imekuwa reduced into a national government department. Yeye alitoka KEMSA amekuja Nakuru. Saa hii anafanya Nakuru County imekuwa ni kama department ya national government, ya kwamba unakuja unakuta mawaziri hakuna kitu wanafanya. Hata ukienda kwa maofisi za hao watu hawezi kusaidia, kwa sababu wanakuambia wacha nitaenda kwa ofisi ya county secretary niende nikaongee na yeye. Sasa ukienda kwa chief officer wanakuambia the same, ukienda kwa madirectors wanakuambia the same. Sisi tunajiuliza, wewe governor, wakati ulichukua kiti ya Nakuru County ulikuwa unataka mtu mmoja run county? Na ndio nimesema Nakuru County iko na wafanyikazi zaidi ya 5800, lakini wale ambao wanafanya kazi wale wameruhusiwa hawajapita zaidi ya 25 ama 30. Na hii mimi nakwambia kuhusu ma chief officer wale ambao wako in good books na jamaa, na wale mawaziri wako in good books, na wale ma directors wale ambao wameleta wengine mpaka tunasikia amechagua director mwingine sijui anajiita efficiency monitoring sijui whatever. Huyu mtu hajachaguliwa na wananchi, hata hajapitia kwa process ya kufanya kazi ya Nakuru yetu. Sisi tumejaribu kuangalia hii mambo yote ya human resource inatoka wapi. Saa hizi nimesema wale wafanyikazi wa county tunafaa kuwapea another 60 days. Kama Mwaura hata wapatia in the next 21 days, hata wapatia kazi hawa wafanyikazi wote 1500 wa county yetu ya Nakuru, tunafaa tuende kotini tuseme hawa watu waende nyumbani, kwa sababu governor ameendelea kuiginua hawa watu. Hawa watu juzi ameenda kwa mikutano hizi zenye anafanya za Mbukusu na Mbwekese. Tunashangaa hizi mikutano zake, ama anapofanya hiyo mikutano yeye mwenyewe anakuja kuita ati opinion leaders, wale wakora ambao wanapatikana na brokers wa kisiasa. Wanakuja kwa mikutano, wanakuja wanachukua nafasi ya wafanyikazi ambao wanalipo mishahara yetu ya county. Tunataka tujiulize, hii county yetu ni is it a banana county or a kangaroo county? We must agree that Nakuru County is one of the one that is receiving the highest allocation. Saa hizi Mwaura amefanya kila kitu inafanywa yake, hata maendeleo inapelekwa sehemu zile anataka. Ukiangalia kama hii Gilgil, kama Gilgil, kila kitu unamuona endi anaenda kufanya huko, kwa sababu yeye yako na nia ya kusimama huko kama mbunge. Sisi si wajinga bwana nani, tumekuwa kwa serikali, tunajua vile serikali inafanya kazi. Na uwezi kuwa ati wewe unachukua pesa una direct mali unataka, and then watu wengine katika sub county zingine zote watu wanaendelea kulia kwa sababu hakuna maendeleo. Sisi kama wana ugatuzi tumetamaushwa na huyu jamaa, na sisi anaweza endelea kusema ya kwamba tumetumwa, lakini ajue ya kwamba Mwaura mene tekeli pereshi, siku zako zimeandikwa kwa ukuta na zimehesabiwa, kwa sababu hauwezi kuendelea kufanyia watu wa Nakuru namna hiyo. Ya pili, nyinyi wananchi wa Nakuru mnajua vile Nakuru War Memorial ilifanywa. Yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kuongoza uvamizi wa Nakuru War Memorial. Aliingia kule na wakora usiku, wakaanza kupiga wagonjwa na kukimbiza wagonjwa kwa hiyo uwanja ya Annex, wengine karibu wagongo kwa highway huko usiku. Na huyu mtu ndio wamefanya hiyo maneno yote, watu wamekufia kwa hiyo hospitali, watu hiyo hospitali tangu ifungwe watu wanaenda Eldoret, wengine wamekufia kwa barabara zaidi ya watu karibu 20. Na mmoja wetu ni mzee ambaye alikuwa rafiki yetu sana wa matatu. Na huyu mzee tulikuwa mimi na yeye tukifanya kampeni ya Susan Kihika. Na huyu mzee alifukuzwa akatolewa na mapipe, mzee alikuja kukufia kwa barabara akipeleka hospitali nyingine. Wewe Mwaura lazima uelewe, hii Pharmacy and Dentist Board tumewaandikia barua si mara moja ya kwamba wakusimamishe. Wewe ni mfamasia, wewe unafaa kwenda mahali utoe dawa upatie watu, sio kuja kuongoza watu hapa county Nakuru. Unajifanya wewe ndio kila kitu. You are the chief minister, the chief CC, wewe ndio the chief officer, wewe ndio the chief director, wewe ndio the chief sijui whatever.
Yani sisi kama Nakuru County tumebaki kutazama na kuangalia. Tukiangalia hata hiyo finance department, wewe ndio una direct kila kitu. Tuache mchezo bana. Wewe uache kutuchezea akili. Juzi governor ameenda Senate. Anaulizwa maswali anasema I think so, I believe so, I think that. Now what kind of leadership is that? We have to come to a conclusion that we must address this issue. Na viongozi wa Nakuru wamekataa kusikiza. Saa hii vile tunaongea na nyinyi, watoto wetu wa Nakuru County, hakuna mtu anajua watu wanaandikwa kazi lini, kama ni mwezi wa pili ama ni mwezi wa 4 ama wa 3. Kwa nini? Mwaura amefanya hii. Nakuru County Public Service Board inafanyia kazi kwa ofisi yake. We have information. Ako na room 11 pale, anatuma watu huko, wanaenda wanakuta mwanadada fulani anachukua makaratasi, anaandika watu kazi, inapelekwa Kwale. Watu wa board wamekuwa kazi yao ni kuraba stamp na kusainia watu mabarua. Na ndio unaona hii board wakati imekuwa how comes tuliaibika mpaka mbele ya Senate ya kwamba unaona governor anaulizwa County Public Service Board ili expire lini, ikaisha we ukiwa katika uongozi. Hii yote ni Mwaura amefanya kwa sababu alikuwa anataka kuhakikisha ya kwamba tutakapokuwa tukienda katika masuala ya kuandika watu wengine, hatutaweza kuandika watu, yeye ndiye ataendelea kuandika kwa sababu board hawafanyi kazi. Mimi nataka mtu akuja nionyeshe leo advertisement moja yenye ilifanywa ya kazi ya county yenye watu wameandikwa kazi. Hakuna. Imekuwa ni ukora tupu. Watu wanapewa mabarua usiku kwa mahoteli, watu wanaitiwa sijui girigiri kwa mahoteli huko usiku. Sisi watoto wetu wa Nakuru, hata mimi msichana yangu mwenyewe aliapply kazi pale kama economist, hakuna kitu ilipatianwa. Saa hizi yeye hata watu wanaenda retire, zile department zote tuko nazo, Mwaura amwambia hataki kujua wanataka nini. Yeye ndiye atadecide mwenye ataandikwa na mwenye hataandikwa. Hata ilikuwa aibu sana. Mulijionea juzi ya kwamba hata governor alipoenda hatukuwa na audit committee. Hiyo audit committee ilienda wapi? Yeye mwenyewe amesema ati Mwaura akiangalia Nakuru County yote wakiwa na governor, hawaoni mtu yote amequalify kukaa kwa hiyo ati kama accountant. Shame on you people. It cannot be that you cannot tell our sons and daughters that we don't have people that they can sit in that audit committee. Lakini yeye kwa sababu amekuwa akifanya kazi kibanana republic, kiundudho, kangaroo government, amekuwa akifanya kazi vile anataka. Kazi yake tu ni kukaa pale, kazi ni kuambia watu fanya na ufisadi ambaye haishi hata katika county yetu Nakuru. Sisi wenyewe tunajua ya kwamba Public Service Board, wale watu tumeandika barua mara 2 ya kwamba watupatie majina ya wale watu wote ambao waliandikwa kazi katika muda wa miaka 2 imepita. Service Board wamekataa. Kwa sababu wengine ambao wameretire wametuambia in confidence ya kwamba huyu mtu yeye ndiye amekuwa akiandika watu. Au wamekuwa ni watu wa kukaa chini na kukunywa chai na mandazi. We have to fix Nakuru. Na our leaders wameshindwa mpaka kuambia huyu mtu ukweli. Saa hii ukiangalia MCAs wetu wote, baada ya governor kuaibishwa na Nakuru na kuonekana sisi baada ya kupokea mabilioni ya pesa, hakuna kitu ambayo tunaoneshana tumeweza kufanya kama county. Nionyeshwe hata leo hii. Mimi nauliza watu wa Nakuru, hebu nionyeshe flagship project moja ambaye imetumia zaidi ya milioni 100 ama 200 ama kiwanda chochote ambacho Nakuru County imekaa map nayo ambaye ni ya kusaidia watu wetu. Ile kitu kubwa wamesukuma ifanyike na imalizike ni hii maofisi ya Milimani ambaye sasa wanatumia kufanya campaign, wametumia 2 billion, na ile nyingine ya county huko chini imetumia bilioni 1.5. Hizo tu ndio maofisi zenye wanakimbiza saa hizi zinatengenezwa kama State House na White House. Kwa sababu ya nini? Wafanyikazi si watu. Kwa nini sub county nazidi kuuliza kwa nini hakujatengenezwa? Hii yote imekuja kwa sababu serikali haifanyi kazi vile inatakikana. And it is now high time as the people of Nakuru, we face the reality and we know that if we are not going to address this person na to allow watu wote wafanye kazi, kutoka kwa madirectors, kutoka kwa chief officers, kutoka kwa CCs, kwenda baka kwa ward admins kule, baka ma sub counties, wapewe nafasi ya kufanya kazi. Mwaura, hatuwezi kukusamehe kwa sababu wewe tangu uingie Nakuru County hii, maendeleo imekuwa ni kitu tunaonea kwa natembea na watu wengine ambao unasikia mpaka rating ya magavana juzi imetokea. Nakuru County is nowhere because this guy is working alone, anafanya kila kitu peke yake, and it is the biggest headache we have as Nakuru County. So what I wanted to say is that lazima tuambiane, kama watoto wetu wataandikwa kazi, watoto wetu, Mwaura must go. Kama lazima itabidi wafanyikazi wetu wa Nakuru County wapewe nafasi wafanye kazi, Mwaura must go home. Na huyu mtu hata juzi
notwithstanding ameenda baka yeye mwenyewe wamecreate position ya mtu anaitwa deputy county secretary. Jamani, jamani, jamani. Nakuru County, are we serious? Tuwezi tengeneza kitu ambaye yuko kwa katiba. The County Government Act is very explicit on the constitution of the employment. One of the person is county secretary. Hakuna mtu anaitwa deputy county secretary. Na sisi tunaona hawa wakora wanafika mahali ati wanachagua mtu anaitwa Newton Mwaura. Hawa watu wameshindwa kufanya kazi kwa department ya agriculture. Ameangusha. Sisi niliuliza mang'ombe iko wapi? Ile mambuzi watu walikuwa wanapatiwa iko wapi? Vaccination ilienda wapi? Perethra watu walipewa juzi wapi? Saa hizi ukiangalia hiyo department imebaki kazi yake ni kusemanga na kuhost wageni wakitoka Nairobi, wakienda Nyanza, wengine wakienda Western na wengine wakienda upande ya Narok. Ati wanakuja department ya agriculture. Wanasoma nini? Na sisi hata katika show ambayo waliparticipate nothing, they saw nini? Walikuja wakatudanganya fertilizer ziko wapi? Fertilizer walisema wanapea watu iko wapi hiyo fertilizer? Maze bwana, nyinyi bwana mmoja kutuchezea bwana. Alafu wewe unakuja unapea mtu ati deputy county secretary. Deputy county secretary, huyu mtu mwenye ameproposiwa hiyo kiti, tunajua huyu mtu kulingana na payslip yake yeye ni ward administrator. Huyu mtu anaendaje? Anapita deputy sub county admin, anapita sub-county administrator, anapita directors, anapita chief officer, anapita CCs, na at the end atakuja kuwasimamia. I must tell those people, those who think they can do whatever they do, that at the end of the day, there is life after this county government. Hawa wakina Mwaura, hawa wakina Ndegwa, hawa wakina Ken, ambao to some extent ni ward admins, wamewekwa juu ambao wanakoroga kaunti yetu ya Nakuru, na hakuna maendeleo tunaona. Haki ya Mungu mimi nawaambia, siku itafika tu. Kwa sababu haiwezekani ati Mwaura unaweza endelea kufanya vitu kama hizo. Sisi tunashukuru hata wale wanaharakati ambao wameshikana, wamekimbia kotini kuweza kusimamisha hii masuala hata ya bank account ambayo iko Nakuru. How comes mnasema tuko na 311 while other counties have only 8? What happens? Hiyo yote tunajua Mwaura ako ndani. Na hatutanyamaza, hatutaendelea kunyamaza. Na sisi tunaambia mahakama zetu ya kwamba Nakuru County haitaendelea kuongozwa na mtu mmoja, haitaendelea kukua misused na huyu jamaa anaitwa Samuel Mwangi Mwaura. Wewe tunajua governor unaweza kuwa ukiprotect huyu mtu. Lakini you must know, tunajua mnasema mtaenda na yeye pamoja. Haina shida, kwenda mtaenda. Lakini kabla mjaenda pia, hizi miezi zimebaki, na as Nakuru people, we demand to see accountability. Tunataka tujue kazi zenye zimeadvertisewa hapa ni gani. Juzi wameadvertise position hapa. Hizo position zinapeanwa usiku kama njugu karanga. Hakuna kitu yenye inaonekana. Sisi tunataka tuambie governor, it is now high time uachilie mtu ambaye anaitwa Mwaura, na uweze kumuondoa ili uweze kujua ya kwamba vile ambaye utaweza kujua. Na pia tunaangalia mambo ya illegal fees ya juzi. Tumeshangaa legal fees hii yenye watu wameitwa legal fees. Sisi kama Nakuru, the county government imekataa kabisa. Tuliambiwa na Senate ya kwamba kama county hatufai ku outsource the legal services, kwa sababu tuko na mtu ambaye anajiita Nyamwange. Huyu Nyamwange ni county attorney. Yeye ameshindwa na kazi ya kwamba unakuja unakuta ati sisi tunaenda kuokota watu, na hata ilipochunguzwa hakuna karatasi hata moja ambayo ilionekana ya kusema ya kwamba hao watu mawakili walipewa kazi. Si ni kumaanisha kuna ufisadi inaendelea. Sisi tunauliza hizi legal fees zote mpaka zile za nyuma za the last 4 financial years zichunguzwe, na sio hizo peke yake, kila kitu ichunguzwe. Tunataka sasa wakora waanze kuandamwa, na tunataka kuambia EACC Nakuru office, nyinyi msikuje tu ati mnaita watu pale na tujaiona mmepeleka mtu kotini. Na sisi hata saizi ile memorandum ambayo tumeandika tunapeleka kesho. Ndio leo nimekuja kwa media. Kesho tunapeleka Integrity House, kwa sababu tumejua ya kwamba tunalete kwa hiyo ofisi hiyo kitu inakaliwa. Watu wanajigamba huku wanatembea wakisema ati hizi maofisi wanajuana. Sasa hakuna kitu itafanywa. Na ndio that is why we are saying EACC, you must take your own position. Lazima mjue ya kwamba si mchezo tunacheza bwana. Huyu Mwaura ameitwa mara ngapi? Hata yeye watu wanaitago, wanaandikiwa mabarua, yeye anachukua barua anakataa nazo. Yeye anakataa na barua kama nani? Is he above the law? We want EACC to make sure that they arrest Mwaura immediately.
and make sure that this guy is prosecuted because he has violated County Government Act of 2012, he has violated our constitution, and also he has violated Public Finance Management Act. Na yeye ndiye amekuwa hapo, na hiyo ndio kitu ameweza kufanya mpaka saa hizi. Na ndio unaona sisi kama watu wa Nakuru tunaendelea kuteseka. We cannot allow that this thing should continue to happen just like that. Saa hizi vile tunaongea, huyu Mwaura tuko na court order 18. 18. Court order. Anapelekewa, anasema court order ni makaratasi. Court order ni makaratasi. Za War Memorial zote amekula karibu 9. Ameletewa court orders na wananchi hapa, amesema yeye hataki kujua la muadhini wala mteka maji. Na sisi tunajua ana disregard hizi court orders. Lakini sisi tunataka kusema, hata wewe Mwaura unaweza kuwa above the law leo, lakini hizi shida zote, wewe hata unataka kujifanya unakuwa MP sijui wapi, tutapambana na wewe, tutakufuata mpaka huko. Na ujue ya kwamba ile mambo ambayo unafanyia watu ya Nakuru wewe, saa hizi MCA wamebakia kazi yao ni kupiga makofi. Na nyinyi MCA, nazidi kuwakumbusha kazi yenu ni gani? Oversight, legislation and representation. Lazima muwakilishe Wanjiku wakati Wanjiku wanalia huko hakuna maendeleo. Nyinyi kazi yenu hakuna. Nyinyi mnasema tu, wacha nitaenda kwa governor. Dakika 2 tunawakuta huko mmekalia viti, mnakaa, mnangoja mkunywe chai na mandazi, alafu kazi ni kupiga makofi. Baka MCAs wengine wamejireduce ya kwamba wanashindaga milimani kwa ofisi ya governor. Tunajiuliza, watu wa maonano kwa wewe Dida walikuchagua ushindake kwa nini? Walikuchagua ushindake kwa ofisi ya governor. Wewe Mtai, wewe umekuwa ukipigania kiti ya majority na hakuna kitu ulikuwa unapigania. Kumbe ulikuwa unapigania ukali yake pale mbele governor akiongea unakaa hapo. Hatujasikia kitu yote. Saa hizi vile mimi nasema, county assembly yetu ya Nakuru, you have failed the people of Nakuru. Na MCAs mimi nawarudia, hatuwezi kuwa ya kwamba sasa tumeenda mwaka wa 3 na sisi sofa hakuna kitu yote mmetupatia. Kama saa hizi finance bill ya Nakuru County 22 iko wapi? It is not there. Na nyinyi watu mnakaa pale mnatudanganya kwamba there is something you are doing and you are checking at the executive. Tangu governor atoke Senate mpaka saa hii leo hii, nyinyi MCAs hamjaiita mtu yote wa county hata tusikia amekuja kuulizwa swali moja. Hata auditor si mungeita hata auditor wa county hata kuja jibu maswali hapa na pale. Nyinyi watu muache kutuchezea. Na tunataka kuambia waheshimiwa, mene tekel pereshi. Siku zenu zimefanya nini? Zimeandikwa katika ukuta. Na nyinyi kwa sababu mmedecide kutuacha sisi kama Wanjiku, mmeamua kufanya kazi yenu ni kupiga makofi. Makofi ya jogoo kila wakati. Saa hizi ukienda pale assembly huwezi jua kama wanatoka east wakienda west. Hakuna sheria, hata unaenda kwa hiyo website yao, hawajaweka hata sheria hata yoyote ya kusema ya kwamba wanaitisha for public participation. Watu walitudanganya. Ati watafungua sijui ati watakuwa wakifikia reach ya wananchi. Wananchi wapi? Na hata hizo ofisi zenye zingine hata MCA wengine hata wenyewe wana ofisi. Na hao MCA wajaongea. Na tunataka kuambia hawa MCA ambao wanajitokeza kila siku kwa kamera kutukana viongozi wa kitaifa. Nyinyi mjue na nyinyi hata nyinyi Duale, you have failed the young people. Nyinyi kazi yenu ni kupiga makofi tu. Mnaweza kuwa contractors leo, but you must understand the people of Nakuru don't care. All we want is value for money. Na MCAs wetu tuwarudie na tuwaambie tena, tunajua nyinyi mnakuwa compromised. Sasa mnaongea huko ati mnasikia sijui mnaongea. What are you discussing there? Na hakuna kitu hata mmetoa ya kuweza kuforce executive. In fact haifai kuwa Susan ndiye anawaitaka milimani, mnafaa kwenda nyinyi kwa county assembly. Na unakuta MCAs wanakuja kutuambia that there is nothing we can do kwa sababu sisi tunataka maendeleo. Who told you that? Lakini nyinyi MCA mmeendelea kutuangusha usiku mchana na mpaka saa hii leo hii wengi wenu karibu 90% mnasema mbwekese. But I want to tell you, nyinyi hata tusiposema one time mnaenda nyumbani, the people of Nakuru are going to punish you hardly. You are not going to tell us anything that we are going to follow. You must again impeach this Mwaura. Mwaura must be impeached. Tumelete impeachment motion, tumejaribu kuandikia petition, mumezikula. Wewe Karoli kwanza, speaker wa county assembly, umekula hizo motion zote. Hakuna kitu unafanyaga. Na ndio ule jamaa mnaenda kwa ofisi yake, mnapanga laini, mnaenda kulia huko. Mnalilia mwanaume mwenzenu kwa sababu mmeshindwa kazi yenu ya oversight. Lakini tunawaambia, if you don't take it seriously,
as residents of Nakuru, we will still reach that level. Na mimi nataka kuambia hata Ruto mali yako. Wewe Ruto ujue Nakuru hakuna kitu, utakuja kujaibisha kwa sababu hapa hawa watu wengi hakuna kitu wenye wanafanya Nakuru. And we want to tell our MCAs, munaweza dharau watu, hizi department zote hakuna kitu inafanyika, tumenyamaza, watu wanaangaliana, tunajiulizaga huku kulienda aje, where did we go wrong? And then watu wanazunguka kupeapea watu 500 1,000 akiambiaga watu mbukusu. Haiwezekani. Governor, rudi kwa ofisi, uende uulize wewe unaongozwa na nini? Wewe governor unajua CIDP ni nini? Wewe governor unajua annual development plan ni nini? Wewe governor unajua ati ya kwamba tuko na county budget and out kupepa? Wewe unajua kama tuko na budget? What are the approved estimate? What are you people hiding? Ati sahi hata tukienda kwa website ya county hakuna hiyo maneno. Nyinyi watu bwana muache kutuchezea bwana. Nakuru ni yetu sisi wote na lazima muamuke. Na hii sisi tunawaambia. Pia tunawapea siku 21. Zile madhambi zote zenye Mwaura amefanya, you must ensure that administrative action is taken. Na tumeenda baka kwa hapo Assumption Plaza kwa Dentist and Pharmacist Board. Na tumeandika barua petition ya kwamba wa deregister Mwaura kutoka hiyo pharmacies yake hiyo ya kugawa dawa, na hiyo ndio kitu yenye anatumia mpaka saizi ati kujita daktari. Mimi hata siwezi muita yeye daktari. I want to tell because this guy has the biggest problem of devolution of Nakuru County is none other than Samuel Mwangi Mwaura. Na lazima atoke, na tumeambia EACC anytime from now, kama mtaita huyo mtu andike statement, hata si tutajua vile tutafanya. Thank you the people of Nakuru, but you must rise and defend our county. Si kusema ati sisi tunaongea tu la kazi ya kufanya, lakini tumeangalia tukaona Nakuru County imekuwa ni kama kibanda, watu wamechanganyikiwa, hatuna direction, alafu unakuja unakuta watu wetu, the governor was away for a long time. So sisi tulichanganyikiwa na huyu jamaa ka take over, na ndio unaona anafanya vile anafanya. But we must correct this thing. Nakuru belongs to all of us. The business community, the religious leaders and all the stakeholders. You must come together. Wacheni kujifanya timu na nyamaza mnajificha. Nakuru ni yetu sisi wote, na lazima muanze pia kuongea mambo ya license, muongee vile watu wanaharasiwa, muongee vile kuna giza CBD, muongee vile kuna street children, muongee vile mabarabara ni mbaya, muongee vile hospitali hakuna dawa, muongee vile tunaenda wamama wanapigwa na hakuna mtu anasaidia. Hata juzi unaona watoto wetu wanaibishwa, ati watoto wanatembea bila chupi, na county government wako hapa. Tulikuwa tumepanga sanitary towel program almost 80 million. Susan Kihika aliondoa. Hii ni county gani inaongozwa na kina mama? Where is Susan Kihika? Where is Tabitha Keroche? Where is Liza Chelule? Shame on you people, because this is not what we expected from you people. Our watoto wetu waizi aibishwa. Nakuru County is always on the news for the wrong reasons. Na nyinyi mnakuja kutuambia watu hawache tufanye kazi. Mnafanya kazi gani? It is time you change your way na muanze kuangalia exit, mkijuaga ya kwamba the people of Nakuru will decide when that time come. Thank you. God bless Nakuru. God give us strength to continue standing for our county, greater county of Nakuru. Asante.